K2 mtetezi wa Matiang'i, bunge la mwananchi la Githurai main. Mimi kitu ya kwanza, mimi Mr. President, hii inaitwa cyber crime. Hii cyber crime ni gani hii umeleta kwa nchi yetu ya Kenya? Kwa sababu wakati baba yetu Raila Amolo Odinga alikufa ndio resign hii kitu. Ulikuwa na maanisha nini Mr. President? Ulikuwa unataka kumaanisha unatumaliza sisi wote kama vijana wa Gen Z saa hii wako imara, kwa sababu uongozi tunataka kutoa uongozi kwenu, kwa sababu nyinyi mnasumbua sisi kama Wakenya. Kitu ya pili, kama mtetezi wa Matiang'i K2 mwenyewe, mimi kwanza kabisa niende paka pale Homa Bay, Gladys Wanga. Tunajua wewe ni governor, lakini kuna vitu unafanya yenye sio mzuri. Kukataza Rigathi Gachagua asikuje huko. Rigathi Gachagua ni Mkenya na anatembea Kenya kwa sababu Kenya yote ni ya wananchi. Ile kitu ulifanya sio kitu mzuri kama wewe Gladys Wanga. Na ni wewe mwenyewe uliongea kwa sababu Kenya ni ya kila mtu. Kwanza kabisa niseme pole kabisa kwa kiongozi wangu, kwa sababu kiongozi wangu niliyompenda alienda. Mimi nilimpigia kura, wakati hizi kura zenye zilienda niliara 3 days. 3 days niliara nikiwa kwa choo 3 days kwa sababu tulinyang'anywa uongozi. Ninaona watu wananichekelea mimi saa hiyo kwa rongi. Niliara 3 days. Uongozi wetu ulienda. Mimi wacha niwaambie hivi, mzee wetu, wacha tuseme bye bye. Tutapata kiongozi mwingine kama wewe. Tulikuwa tumekupenda sana, lakini watu wengi walikuwa wanalia pale na walikuwa maadui wetu tukiwa hiyo chama ya ODM. Saa hii chama ya ODM imepewa kwa ule mzee atibadilida. Ule mzee ni mzee. Wewe Oburu Odinga utaweza hiyo chama ya ODM ndugu yangu. 89 years. Bana. Sasa uongozi inabaki inafai kuwe kwa vijana, na sisi tusike hiyo uongozi na mikono mbili hivi. Na pesa ni kwa sababu angalia Baba Wino ni kiongozi. Anaweza tembea Kenya mzima. Baba Wino, karibuni Kenya mzima. Sifuna, karibuni Kenya mzima. Ndugu zangu ni nyinyi tu ndio naangalia, kwa sababu Nairobi gavana Baba Wino utakuwa gavana wa Nairobi County. Sakaja anaenda nyumbani. Karibuni Nairobi Baba Wino. Mimi naona wewe ndio umepaki kama kiongozi wa ODM. Achana na Oburu Odinga. Oburu Odinga miaka 89. Wewe ni mzee. Tunataka mtu kama Baba Wino. Kwanza wacha nilime huyu wangu, kiongozi wangu wa Kisii County, Simbarat. Hapana wewe. Wewe unasema ati ODM. Sasa wewe unakaribisha Ruto ODM. Unamkaribisha ODM aje. Kwani sisi ODM hatutakuwa na kiongozi ODM? Mimi walai nimehama hiyo ODM. Nimehama hapo ODM. Wakati mzee alienda nilihama, na sitakuwa ODM tena. Kwa sababu wewe Simbarat unakaribisha Ruto ati Mombasa ati tarehe C20 ati kucheni. Mnataka kumpea ODM? Ajienda kusimama na ODM. UDA yake imekufa. Ati akuja kusimama na ODM. Hata hiyo ODM itakufa. Kama UDA imekufa, nyinyi mtabaki. Jubilee ndiye imeamuka sasa. Imeamuka sasa Jubilee. Inakuja na kiongozi mpya. Anaitwa Fred Okengo Matiang'i. Sasa anakuja na Jubilee. ODM nyumbani, UDA nyumbani. Kwa sababu uongozi saa hii ni vijana wako na uongozi Kenya hii. Vijana sisi tuko na uongozi. Na vijana Kenya mzima, kitu ya kwanza, chukueni kura. Wakati imefika 2027 tuchague kiongozi tunataka. Hata tukipea Kalonzo ni kiongozi, tukipea Matiang'i kwa sababu Rigathi hataki kura. Ni opposition mzuri. Na Rigathi Gachagua ndugu yangu, tupanga watu hii serikali tuipanga mzuri, tuipeleke nyumbani. Tuipeleke nyumbani kwa sababu imetutesa. Angalia vitu na saini sasa na wana saini nini? Ndugu yangu Rigathi Gachagua, tembea Kenya mzima. Tutavute kura 2027. Ikiwa ni Kalonzo tumupe, ikiwa ni Matiang'i tumupe, ili tuwaibize huyu
na kina Simba Arati. Wende nyumbani. Simba Arati Kisii, ODM imekwisha. Asante sana Mr. Speaker. Kama hutaelewana na mimi, haina shida. Sawa, mimi naitwa Tom 45 na niko hapo kwa bunge ya Githurai 45 na hakuna bunge ingine. Ile ingine ni ya watapeli. Hii ndio bunge tunajua, bunge ya wazee, bunge ya Gen Z, bunge ya kila mtu. Na mimi nataka kusema hivi. It is high time Nairobi County tutue huu mtu wa mangumi mbwekse. Huu jamaa ameharibu Nairobi kabisa. Na pale tuko na kijana mmoja na ule kijana ni wetu na anaitwa nani? Anaitwa Babu Owino. Na waomba nyinyi wa Kenya, wa Nairobi wote, wale wanafanya biashara pale Nairobi, muende mchukue kura, mupigie Babu Owino kura. Na hapa Githurai tumeamua wale watu tunafanya pale Nairobi kazi, tuende tubadilishe kura zetu, tuchukulie Nairobi ndio tupatie Babu Owino kura. Na hiyo ndio final word yangu. Nikaongea mambo ya ODM. Nani anaamini ati ODM hasikaisha? Nani amekudanganya hasikaisha? Unajua ODM ni kama ile sweet. Unamumunya na sweet inaishaga. Sasa ile sweet iliyoko hapa ni serikali. Sasa ni kumumunya tu serikali, mumunya. Wakati wa 2027 naona huyu akienda hiyo sweet nayo itaisha, Ruto akienda kama itakuwa ni one time. Sasa niongee mambo ya huyu Ruto, mambo ya hii sijui ni cyber crime. Niseme Ruto pengine ni pesa hana. Na vikira anajaribu kutengeneza, unajua ukipelekwa kokotini ni 20 million. Na pengine anatafuta pesa. Ni mimi nikufikiria nafikiria hivi. Kwa maana Ruto ni kama anakaa kizamani. Hajaerevuka ati saa hii tuko na Gen Z. Ako ile wakati wa Moi. Unajua nini? Ni mwanafunzi wa Moi. Ako na ile uzee unamsubua. Na hiyo haiwezi ikapita. Tuko na watu werevu sana siku hizi. Watu wamesoma sana. Siwajua anafuatwa kila saa. Hajui ati kuna watu halali wanafuata Ruto akifanya kitu. Hii naona ni kutafuta tu, anajaribu kutafuta kizamani na hataweza. Amejaribu abduction ameshindwa. Sasa ameona abduction yake ni yaingie kwa cyber. Ikiwa sio cyber, hatungejua mambo mengine. Kama huyu nini Mwangi wa Ebu angewao. Bobo Jage ni watu wengi sana. Kuna hii pesa ya vijana wa mpira unakumbuka? Isikokuwa ni cyber watu tukuteta pengine hawangelipo. So, mtu akasema ate iondolewe kwa maana asante sana.